ni kulete katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu hii ya My Valentine. Lakini kabla ya kusonga mbele kabisa, tuangalie pale ambapo tulishia katika sehemu ya 7. Na katika kumbukumbu zangu tulipoishia ni pale Mr. James alishtuka sana baada ya kukutana na ujumbe kutoka kwenye ile kampuni, yaani kwenye simu yake, kutoka katika ile kampuni ambayo alikuwa anadaiwa. Ujumbe ule ulikuwa ni kumpa pongezi kwa kufanikiwa kulipa deni lote alilokuwa anadaiwa na kampuni ile. Mr. James hakuamini kabisa macho yake. Alihisi labda ni wenge tu, hivyo alimpa simu Robson aisome ile message. Robson alipoisoma ile message naye alishtuka. Hata yeye aliona kile alichokiona baba yake, yani Mr. James. Mzee, deni lako lote limelipwa. Robson alizungumzia kauli hiyo na kuwafanya wanafamilia wote kushtuka baada ya kusikia deni limelipwa. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 7. Basi ni kulete katika sehemu ya siku ya leo ambayo ni sehemu ya 8, tukaweza kujua nini kile jiri, na pia tukaweza kumtambua ni nani huyo ambaye aliweza kumlipia mzee mzima deni katika kampuni ambayo alikuwa anadaiwa. Naitwa Trishi, lakini mwandishi wa simulizi hii tamu kweli kweli ni mwamba kabisa, Mr. Harry D. Souza, ama unaweza kumuita Silent Killer. Karibu sana. Dakika zile simu ya Mr. James iliita na alipokea. Alisikia sauti ya mfanyakazi wa kampuni aliyekopa mikopo ikimpa hongera kwa kulipa deni na kumtaka aendelee kufurahia huduma za mikopo. Baada ya maongezi hayo, simu ikakatwa. Mr. James aliamua kuingia mtandaoni kwenye akaunti yake ya mkopo. Akakutana na ujumbe mpya kwamba kampuni ya mikopo imepokea kiasi cha pesa kutoka kwa Ola Traders Limited kwa lengo la kulipa deni la Mr. James. Hapo sasa, kabla ya kufurahi, ilibidi kila mwanafamilia aanze kujiuliza maswali kichwani. Kwa nini Ola Traders wamemlipia deni Mr. James? Wamelipa ile deni kwa dhamira ipi? Wao walikuwa wanaifahamu sana ile brandi ya Ola, kwa ofisi zake zilizagaa pande zote za jiji. Ilibidi sasa wanafamilia wamuulize Mr. James kuhusu mahusiano yake na Ola. Mr. James alisema hana mahusiano yote na huyo mtu, wala hawajuani kabisa. Wote sasa wakabaki wanatazamana huku wakitafakari kuhusu mfanyabiashara Ola. Kila mtu aliwaza Ola ni nani na kwa nini amlipie deni Mr. James. Alilipa deni kwa dhamira ipi? Wakati wanaendelea kutafakari, ghafla walisikia sauti ya honi ya gari getini kwao. Mlinzi alifungua geti na lilionekana gari moja la kifahari likiingia ndani ya nyumba ya Mr. James. Kila mwanafamilia alitupa macho kwenye mlango wa geti kulitizama lile gari na kutaka kujua ni nani aliyekuwa anawasili nyumbani kwa muda ule. Wakati wanatizama, macho ya kila mtu yalitua kwenye plate number ya gari iliyokuwa na jina la Ola. Hapo sasa walijua Ola ambaye alilipa deni la familia ndo mtu aliyekuwa anawasili muda ule. Macho na masikio ya kila mtu ilikuwa kwenye gari kusubiri kumwona huyo Ola akiteremka ndani ya gari lake. Ile fumba macho na kufumbua, milango ya mbele ya gari ilifunguka. Upande wa kulia alitoka Owen, kushoto akatoka Lauren, huku wote wakiwa wamevaa miwani myeusi. Aisee, kila mtu aliyekuwa ndani ya nyumba ile alihamaki na kupigwa na butwa. Hakuna aliamini kile alichokuwa nakiona muda ule. Kaka Owen, Sharon, alimuita Owen kwa mshangao, kisha akamkimbilia na kumkumbatia. Lilikuwa ni kumbatio la hisia kwa ndugu wawili hawa walikuwa wanapendana sana. Ni takribani miaka 7 tayari ilishapita tangu ndugu hao walipoachana. Kipindi hiko Sharon alikuwa mdogo tu na alikuwa anasoma shule ya msingi. Hatimaye aliongezeka umri kwa kiasi fulani na tayari alishahitimu shule ya msingi na kufanikiwa kuingia sekondari. Kaka Owen, ulikuwa wapi wewe? Ulikuwa wapi kaka? Nilikumisi sana eti. Nilikumisi sana mimi, Sharon. Aliongea maneno hayo huku akitoka na machozi. Sharon mdogo wangu,
Usijali kakako, nimerudi tena nyumbani. Naona kabisa umeshakuwa mkubwa mdogo wangu. Nilikuacha mdogo, sasa umeongezeka kimo na umezidi kuwa mzuri. Owen alimjibu Sharon maneno hayo huku akimfuta machozi yalikuwa yanamtereleka. Muda ule Catherine naye alikuwa amekumbatiana na Lauren huku wote wawili wakitokwa na machozi ya furaha. Ni muda mrefu ulikuwa umepita bila wawili hao kuonana. Ikumbukwe kwamba wawili hao walishakuaga marafiki wakubwa tena kutunziana siri kabisa. Mrs. James, Robson na Diana walibaki wameganda tu kama mishumaa huku wakiwa hawaamini macho yao kwa kile walichokuwa nakishuhudia. Mpaka kufikia muda ule hakuna mtu kati yao ambaye alihitaji Google au kamusi ili kupata jibu la swali walilokuwa wanajiuliza juu ya Ola. Tayari kila mtu alishaelewa Ola ni nani na kwa nini alilipa deni la Mr. James. Pale pale Mr. James alijikuta anapandwa na pressure kisha akadondoka chini. Wanafamilia waliweza kumuona baba mwenye nyumba amedondoka chini, hivyo waligeuza macho na akili zao kwa mzee mzima. Chap Owen na Robson walimnyanyua mzee kisha akamuingiza kwenye gari kwa ajili ya kumwaisha hospitali. Safari ilianza kuelekea hospitali huku Robson akiwa amekamatia usukani wa gari. Nyuma ya gari kulikuwa na Owen na mama yake ambao walimpakata Mr. James aliyekuwa mgonjwa. Wakiwa kwenye gari, Owen alikuwa anajaribu kumwongelesha baba yake kwa maneno ya kumtia nguvu ili asife na kuacha familia. Maneno ya Owen kwa baba yake yalikuwa na tafsiri pana sana ya upendo mpaka mama yake alijikuta anadondosha machozi. Sio mama tu, hata baba mwenyewe ambaye ndo alikuwa mgonjwa alijikuta anatokwa na machozi huku akijaribu kuinua mkono ili auguse uso wa Owen. Mr. James alijitahidi kuinua mkono, lakini kabla hajaigusa sura ya Owen alijikuta anakosa nguvu na kupoteza fahamu. Wakati Robson akiendelea kuyakanyaga mafuta kumwaisha mzee hospitali, nyuma yao kulikuwa na gari lingine lililokuwa linaendeshwa na Diana ambaye alipakiza Lauren, Catherine na Sharon ambao waliunga tela kuelekea kule hospitali. Safari yao ilikuwa ni kwenda katika hospitali ya taifa, na baada ya mwendo wa dakika kadhaa walifanikiwa kufika hospitalini. Punde tu walipofika walipokelewa na madaktari kisha mgonjwa akaingizwa fasta kwenye chumba cha matibabu. Dakika zile zile Lauren alizama kwenye chumba fulani walichokuwa wanakitumia madaktari kubadili mavazi yao kabla na baada ya kazi. Baada ya kuzama kwenye kile chumba hakuchukua hata dakika moja, aliibuka akiwa na mavazi yake ya kazi. Japo kile kipindi alikuwa na likizo fupi, lakini aliamua kuingia mwenyewe kwenye matibabu ya Mr. James. Aliwataka wanafamilia wakae nje kisha yeye na madaktari wengine waendelee kumtibu mgonjwa wao. Kitendo cha Lauren kuonekana na mavazi ya kidaktari huku akiwa na vifaa vya matibabu mkononi mwake kilifanya wanafamilia wote kushtuka kwa mara ya pili. Eti Lauren ni daktari? Hilo ndio swali ambalo kila mmoja alijiuliza huku akiwa mdomo wazi asiamini kile alichokuwa anakishuhudia. Ilikuwa vigumu sana kuamini kwamba Lauren alikuwa daktari katika hospitali kubwa ya taifa Muhimbili. Mama Owen ndo aliongoza kuduaa kwa kile walichokuwa wanakiona. Ni kama vile alikuwa ndotoni anaota, maana ilikuwa vigumu sana kwake kuamini yule kahaba wa kimasikini na asiyekuwa na elimu eti amekuwa daktari. Kwa hakika ilikuwa ni zaidi ya maajabu ya Musa kuigawanya bahari kwa fimbo. Lauren pamoja na madaktari wenzake walimshughulikia Mr. James, na baada ya nusu saa zoezi lilikamilika. Lauren alitoka kwenye chumba cha matibabu kisha akafuata kina Owen. Aliwakuta ameketi kwenye benchi huku wakisubiri taarifa ya madaktari kuhusu hali ya mzee wao. Lauren aliwatuliza kwanza, maana alionekana kuwa na shauku ya kutaka kujua kilichojiri katika chumba cha matibabu. Baada ya kuwatuliza, aliwaambia kwamba matibabu yamekwenda vizuri, hivyo mgonjwa amepumzika na baada ya muda ataamka na kuwa sawa kabisa. Dokta, naomba fanyeni kila mwezalo kwa ajili ya uzima wa mume wangu jamani. Hiyo ilikuwa ni kauli ya mke Owen kwenda kwa Lauren. Ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwa mama Owen kumuita Lauren kwa heshima huku akiwa ameshusha sauti yake. Kauli ile iliwafanya wanafamilia kushtuka
kwani hawakuwahi kabisa kusikia sauti ya unyenyekevu wala kuona sura ya upole ya Mama Owen dhidi ya Lauren. Kauli ile ilimfanya Lauren akaribia kudondosha chozi mbele ya wanafamilia. Alichokifanya ni kutoka fasta eneo lile na kuingia chooni ambako alikwenda kumwaga machozi yake. Huko sasa alipata fursa ya kudondosha machozi yake, kisha akasafisha uso kwa maji na kurudi kwenye majukumu yake. Ni kama vile kila mtu alijua kile kilichokuwa kimempeleka Lauren chooni. Siku nzima Lauren aliendelea kuwa karibu na Mr. James ili kumfanyia matibabu kwa ukaribu zaidi. Mr. James mwenyewe alipozinduka alishtuka sana kumwona Lauren. Ndo alikuwa daktari, alikuwa anashughulika na matibabu yake. Mzee mzima alihisi pengine labda alikuwa anaota, lakini kila alipofikisha macho yake alijikuta yupo kwenye uhalisia na sio ndotoni. Mshangao aliokutana nao pamoja na maswali aliyojiuliza mke wake ndo hayo hayo aliyojiuliza kichwani mwake. Inawezekana vipi Lauren akawa daktari? Hilo swali liligonga sana kwenye vichwa vya watu, lakini bado alikuweza kubadilisha uhalisia wa Lauren kuwa daktari. Siku ile Mr. James alilazwa pale hospitali, na siku iliyofuata afya yake iliimarika na aliruhusiwa kabisa kurudi nyumbani. Baada ya miaka 7 ya utengano, hatimaye familia nzima ya Mr. James ilikutana kwa mara nyingine, lakini pia kulikuwa na ongezeko la watu ndani ya familia ambao ni Diana, Lauren pamoja na Karen ambaye ni mtoto wa Robson na Diana. Sura ya mtoto Karen ilimshtua sana Owen pamoja na Lauren. Walishtuka kwa sababu ilikuwa ni mara yao ya kwanza kumwona yule mtoto na sura yake ilifanana kabisa na sura ya Owen. Lauren alijikuta anapata pressure kwa kuhisi labda Owen alimpaga mimba msichana miaka 7 iliyopita. Hivyo yule mtoto alipelekwa kulelewa kwa bibi na babu zake. Pressure ya Lauren ilishuka mara baada ya kuambiwa Karen ni mtoto wa Robson na Diana. Lakini sasa licha ya kusikia kwamba Karen ni mtoto wa Robson, ila upande wa Owen kijasho chembamba kiliendelea kumtoka kadri alivyokuwa anamtizama yule mtoto. Mapigo ya moyo wa Owen yalidunda kwa kasi na spidi kubwa sana. Alijikuta anamtizama yule mtoto, na ajabu ni kwamba hata yule mtoto alikuwa anamtizama sana Owen, tena bila kupepesa macho. Ilibidi tu Owen akupepeshe macho yake kwa yule mtoto, licha ya kwamba mtoto aliendelea kumtizama. Owen aligeuza macho yake na kuanza kumtizama Diana, lakini alikuta tayari macho ya Diana yanamtizama yeye. Ni kama vile mioyo yao ilikuwa inaongea kwa wakati huo kuhusiana na yule Karen. Utulivu na ukimya ulitawala ndani ya nyumba. Mr. James na mkewe walikuwa hawana ujasiri wa kuwatizama Owen na Lauren. Ni kama vile nafsi zilikuwa zinawasuta kwa wakati huo. Kila mmoja alikaa kimya kusubiri mtu wa kuanzisha maongezi. Mr. James alinuka kwenye sofa alipokuwa amekaa, kisha akaanza kupiga hatua kumfuata Owen na Lauren kwenye sofa alilokuwa amekaa. Mapigo ya moyo yalienda mbio Owen na Lauren, kwani walihisi mzee alikuwa anawafuata kwa shari. Robson alitamani kumfuata mzee ili amzuie, maana alihisi pengine bado alikuwa na hasira na Owen. Lakini sasa kitu cha kushangaza na kustaajabisha ni kwamba baada ya Mr. James kuwafikia Owen na Lauren, alikwenda chini kisha akapiga magoti. Wakati watu wanaendelea kushangaa, ghafla mama mwenye nyumba naye alimsogelea Lauren kisha akampigia magoti. Kwa hakika lilikuwa ni tukio la kustaajabisha na kushangaza sana, kwani sio rahisi kwa mzazi kumpigia magoti mwanae pindi anapotaka kumomba msamaha. Tukio hilo lilifanya mioyo ya watu kuacha kazi ya kusukuma damu na kuanza kusukuma mshangao. Mwanangu Owen, nina mengi sana ya kuzungumza juu yako, lakini kabla sijaongea lolote, naomba nitangulize ombi la msamaha kwako. Kiukweli kabisa nilikukosea sana kijana wangu. Nilidiriki kutengeneza kampeni za kukudhulumu haki yako ya msingi. Nilikuwa nafanya vile sio kwa kuwa nilikuwa nakuchukia, ila nilihisi kama nakutengenezea furaha na maisha bora ya baadaye. Kiukweli kabisa sikujua kama kufanya vile nilikuwa nakudhulumu furaha yako. Najiuliza mpaka sasa hivi mimi ni baba wa aina gani? Nilikutolea radhi, nikakufukuza nyumbani, na kama haitoshi nilikufuatilia mpaka mtaani kuja kukuharibia sehemu ulizokuwa unajipatia riziki.
nisamehe sana mwanangu kwa maovu yote nilokutendea. Mr. James alizungumza kauli hiyo huku akiwa ameinamisha kichwa chini kwa aibu. Maneno ya Mr. James yalimfanya Owen ashindwe kuzuia machozi yasitiririke mashavuni mwake. Mtaalamu alijifuta machozi kisha akasema, wazazi wangu, hebu inukeni kwanza ili tuzungumze vizuri. Naona bado mnafika mbali kwa kupiga magoti mbele yetu. Owen alizungumza kauli hiyo huku akiwainua wazazi wake. Owen na Lauren, mimi binafsi sistahili kuzungumza na nyie wakati nimekaa au kusimama. Nataka kupiga magoti ili kutubu makosa yangu mbele yenu. Kwa hakika umejua kutunyoosha sana wazazi wako. Mwanzo tulijua njia uliyochagua si sahihi. Kumbe ni sisi ndio tulikuwa kwenye njia isiyo sahihi. Unajua sisi watu wenye vipato tunapenda sana vijana wetu waoe au kuolewa kwenye familia ambazo zina vipato. Tunataka iwe hivyo kwa kuwa tunaamini itakuwa rahisi kwetu kusaidiana kwenye matatizo. Lakini sasa mpaka kufikia muda huu nimejifunza kitu kikubwa sana kupitia matatizo yaliyotokea kwenye familia yetu. Mwanangu Robson ameoa kwenye familia ya kitajiri, lakini wakwe zake wameshindwa kutusaidia sisi. Lakini kitu cha kushangaza, msaada tumekuja kupata kutoka kwako Owen. Ulichagua kumwoa mwanamke kutoka kwenye familia ya kimasikini. Kiukweli kabisa naomba unisamehe sana mwanangu Owen. Mama Owen aliongea maneno hayo huku akionyesha kutotaka kuinuka pale chini alipokuwa amepiga magoti. Kauli ya Mama Owen ilimchokonoa Diana kwa sababu baba yake aligoma kuisaidia familia ya mume wake. Huwa nawaza sana, hivi Owen ungekubali kufuata nyao zetu za kuwa mwanasiasa, leo hii tungekuwa wapi sisi? Nakumbuka tulikuwa tunakulazimisha wewe mwanasiasa kama sisi, lakini ukapinga. Nakumbuka uliwahi kusema sio vyema wanafamilia wote tukapita njia moja, kwa sababu kama tutapandikiziwa miiba kwenye hiyo njia basi ni rahisi familia kupata anguko na kukosa usaidizi. Leo hii nimeamini ile kauli yako. Sisi wazazi wako pamoja na kaka yako tumekutana na pigo uzito sana kwenye siasa. Tayari tulishapoteza dira na uelekeo, lakini umejitokeza wewe mfanya biashara, umekuja kukomboa jahazi la familia. Pengine labda ungekuwa mwanasiasa basi leo hii dunia ingetuelemea. Kwa hakika Owen una akili sana mwanangu. Yaani kama tusingefanana na sura basi ningeenda kupima DNA na wewe, maana ningehisi wewe sio mwanangu. Hakuna mtu mwenye akili na maarifa kama yako kwenye ukoo wetu na hata ukoo wa mama yako. Hivi hizo akili umezipata wapi mwanangu? Kiukweli kabisa najivunia sana kuwa na mtoto kama wewe. Mimi ni mkubwa, lakini harakati zako zimenifunza sana kwenye haya maisha. Sikuwahi kujua kama kuna madhara ya kumlazimisha mtoto asomee kitu alichokisomea mzazi. Sikuwahi kujua madhara ya kulazimisha ndoa kwa vijana kwa kufuata maslahi binafsi. Lakini pia sikuwahi kujua kama kura ya maskini mmoja ingeweza kunikosesha uongozi kwenye siasa. Owen mwanangu, naomba uniombe msamaha kwa Lauren. Huyo binti nilimdharau sana kutokana na hadhi yake. Mr. James alizungumza kauli hiyo kwa mara nyingine tena. Lauren ni binti yangu. Kwanza kabisa, naomba unisamehe kwa dharau na kejeli zote nilizokumwagia hapo awali. Pili, na kukumbusha kwamba nyuma mafanikio ya kila mwanaume kuna mwanamke. Haya mafanikio alionayo Owen yamesababishwa na wewe. Hiki alichokifanya Owen kanikumbusha kauli ya marehemu mama yangu. Aliniambia kwamba mwanangu, usitafute mwanaume bora, bali mfanye mwanaume uliye naye kuwa bora. Alichokifanya Owen ni kutohangaika kutafuta mwanamke mwenye hadhi nzuri ya maisha. Badala yake ameamua kutengenezea hadhi wewe uliyekuwa mikononi mwake. Kwa hatua mliofikia sasa haipingwi. Nyinyi ni washindi wanangu. Naona kabisa Mwenyezi Mungu amewafunga kwenye hatima moja. Yaani ni rahisi kuzuia mvua isinyeshe kuliko kuzuia penzi lenu. Nikiwa kama mama mzazi niliyembeba Owen tumboni mwangu, basi natoa idhini ya kuoa Lauren. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Mama Owen kwenda kwa Lauren. Lauren alijikuta anashindwa kuyazuia machozi asitoke.
kwa namna alivyokuwa amenyanyaswa na mama yake Owen. Hakuamini kabisa kama kuna siku angekuja kuomba msamaha na kukubalika kama mkwe. Kutoka kuwa kijakazi mpaka kuwa mke wa mtoto wa bosi sio jambo jepesi na rahisi. Baada ya Owen kumalizana na Lauren, alimgeukia mwanae Owen. Alipomtizama tu alijikuta anatokwa na machozi. Ni mwanae kipenzi aliyetoweka kwenye mboni za macho yake kwa takriban miaka 7. Zaidi na zaidi ni kwamba ndo alikuwa mtoto aliyekuwa anampenda kuliko wote. Owen, baba, umebadilika sana mwanangu. Kiukweli kabisa nilikutoa akilini mwangu, lakini kamwe sikuwahi kukutoa moyoni mwangu. Mara nyingi nilikuwa nakuota kwenye njozi, na kila nilipokuwa nashtuka nilikuwa nafanya maombi kwa ajili yako. Hakuna siku niliyosali nikashindwa kulitaja jina lako. Mwanangu, maovu yote yalikuwa nafanywa na babako kuja kukuharibia kwenye viajira vyako. Mimi sikuhusika kabisa. Maumivu uliokuwa unapata kipindi ulichokuwa mbali nami, hata mimi niliyapata pia. Nilikuwa nakumisi sana mwanangu. Nilikuwa najiuliza, upo wapi? Unafanya nini? Upo kwenye hali gani? Na unaishije mwanangu? Nashukuru sasa umerudi tena mwanangu. Safari hii sitaki nikupoteze tena. Sitaki kupitisha siku bila kukuona baba. Naomba unisamehe kwa kauli zangu chafu juu yako. Mimi ndo mama yako na wewe ndo mwanangu. Kuanzia sasa nakupa idhini ya kumuoa mwanamke unayempenda kwa dhati ndani ya moyo wako. Ni ruksa sasa, muoe huyo Valentine wako. Mama Owen alizungumza kauli hiyo kisha akamkumbatia mwanae Owen. Walikumbatiana kwa muda kisha wakaachiana. Owen aliwatizama wazazi wake kisha akashusha pumzi na kuongea, wazazi wangu, nadhani kwa sasa anayepaswa kuombwa msamaha ni huyu Lauren tu. Ingawa najua ameshawasamehe. Ndio maana pesa tuliotumia kulipa deni 70% ni ya kwake yeye. Mimi nimetoa mfukoni mwangu 30% tu. Ile nyingine yote imelipwa na Lauren. Mimi kwa upande wangu sina ninachowadai wazazi wangu zaidi ya idhini tu ya kumuoa mwanamke ninayempenda kwa dhati. Sihitaji mniombe msamaha kwa kuwa hamjanikosea. Ndio maana hata ile siku nilipoondoka hapa niliwaambia kwamba siondoke na fikra kwamba mmenifukuza, ila naondoka huku nikijua mmeniruhusu kwenda kutafuta maisha huko mtaani. Kiukweli kabisa nawashukuru kwa kunifukuza nyumbani, kwa sababu mlinifungulia mlango na kunionyesha njia ya kwenda kutafuta mtaani. Tabu na mateso niliyopitia huko mtaani yamenifunza mengi sana katika maisha. Kubwa zaidi nililojifunza mtaani ni kuwaheshimu watu pamoja na kuithamini shilingi kwa kuitunza na kuitumia leo kwa faida ya kesho. Mitaa imenifunza kujua kwa vitendo utofauti kati ya masikini, fukara na tajiri. Naweza kusema kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu. Hivyo kuondoka kwangu kulikuwa na faida kubwa sana. Najua kabisa kama ningebaki hapa ningebweteka tu, kula ugali wa bure, wala nisingepata uchungu wa kutafuta ugali wangu. Hebu fikirieni kama ningebaki hapa. Je, leo hii kungekuwa na Ola Traders Limited? Je, hili deni la familia nani angelipa? Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba mafanikio yangu yamesababishwa na nyinyi wazazi wangu. Mliponifukuza nyumbani kwenu, hamkunikomoa bali mlinitaka nikapambanie maisha mtaani. Owen aliongea maneno hayo kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Hapana mwanangu, mimi nilikufukuza kwa ubaya kijana wangu. Kama haitoshi, nilikufuata mpaka mtaani, nikaanza kukuharibia kwenye barua vyako. Kwa ajili yangu ulikosa kibarua kilichokuwa kinakupa pesa ya kujihimu. Sasa unawezaje kusema nimechangia mafanikio yako huko mtaani? Mzee wangu, wakati mwingine si kila unachokipoteza ni hasara, vingine huwa ni faida, kwa kuwa napata nafasi ya kukaribisha kitu kingine ambacho kinaweza kuwa bora zaidi. Inawezekana ningeendelea kuosha magari, basi huenda nisingepata wazo la kwenda kufanya kazi sokoni, ambako nilikutana na mtu aliyenipiga kampani kwenye maisha yangu. Kifupi ni kwamba ulivyonipiga teke muda ule, huku niumiza tu,
bali ulinisaidia kusogea mbele zaidi nilipokuwa natamani kufika. Kwa hilo nashukuru sana mzee wangu. Unajua, kwa sisi wanadamu, kadri changamoto zinavyozidi ndivyo wigo wa kufikiri unavyozidi kutanuka. Yote kwa yote, mimi na Lauren wangu tunawapenda sana wazazi pamoja na ndugu zetu wote. Kwa sasa tumerudi tena kuomba idhini yenu ili tuweze kuoana. Kama vigezo vyenu ni hadhi ya maisha, basi niwaambie tu, huyu nilimleta mbele yenu sio tena Lauren. Huyu ni Dr. Lauren kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Owen. Owen, kijana wangu, mama yako tayari ameshakubali, hivyo na mimi kama baba mwenye nyumba nasema kwamba Lauren amepitishwa bila kupingwa. Kwa sasa tujadili tu kuhusu ndoa, hayo mengine yabaki tu kama historia. Napendekeza kabisa hiyo ndoa ifungwe miezi miwili ijayo kwenye tarehe na mwezi ule ule mliotulazaga na viatu miaka 7 iliyopita. Nataka kufuta kumbukumbu za huzuni kila ifikapo ile tarehe. Kiukweli kabisa, kila ifikapo Februari 14 ya siku ya wapenda nao, nimekuwa nakumbuka surprise iliyoniumizaga moyo kutoka kwenu wapenda nao. Sasa nataka nikafute kumbukumbu mbaya na kujenga kumbukumbu nzuri juu ile siku. Sasa ni rasmi, natangaza kwamba ndoa yenu Owen na Lauren itafanyika kwenye Valentine Day ijayo na maandalizi yataanza kuanzia kesho. Hiyo ilikuwa ni kauli ya Mr. James. Baada ya kauli hiyo wote walifurahi isipokuwa Diana na Robson tu. Wao walionekana kuwa tofauti kidogo. Diana yeye bado aliendelea kuwa na ile roho ya kutotaka mwanamke yote awe karibu na Owen. Ukweli ni kwamba bado alikuwa anampenda sana Owen. Kwa miaka yote aliyoishi na Robson bado alishindwa kufuta kumbukumbu za Owen kichwani mwake. Lakini pia Robson naye hakufurahi kabisa juu ya kauli ya baba yake. Alichokifanya ni kutengeneza tabasamu la uongo usoni mwake ili kuonesha kwamba amefurahi, kumbe alichukia. Ukweli ni kwamba hakufurahi kabisa kuona wazazi wake wakimwagia sifa Owen kwamba ndo mtoto mwenye akili nyingi kuliko wote. Lakini pia hakufurahi kwa sababu moyoni mwake alikuwa na siri nzito kuhusu Lauren. Ndio maana hakuwahi kabisa kuunga mkono swala la Owen kumwoa Lauren. Ni kama vile alishawahi kufahamiana na Lauren hata kabla hajaingia nyumbani kwao kwa mara ya kwanza kabisa. Kama unakumbuka, Robson alishawahi kumwambia Owen aachane na wanawake kwa okota mtaani, na alisema vile akiwa na sababu zake binafsi. Wakati Owen na Diana wana siri yao, kumbe hata Robson na Lauren nao walikuwa na siri yao. Patamu hapo. Hatimaye sasa ile sintofahamu kati ya wazazi dhidi ya Owen na Lauren ilimalizika na kufanya Owen na Lauren kuibuka washindi na waliweza kupewa idhini ya kuoana. Ni rasmi sasa, Lauren alikubalika kwa wazazi wa Owen. Furaha nyingine iliongezeka kwa wazazi wa Owen baada ya kujua kwamba tayari Lauren alikuwa na mjukuu wao tumboni mwake. Ilikuwa ni taarifa njema sana kwa wazazi Catherine na Sharon, lakini kwa upande wa Robson na Diana ni kama waliongezewa machungu. Japo walikuwa na machungu, lakini machungu yao hayakuweza kubadili ratiba wala kuharibu maandalizi ya ndoa. Swala lilibaki vile vile kama ilivyopangwa, na kilichokuwa kinasubiriwa ni siku tu ya harusi. Siku ile Owen na Lauren walishinda na kulala kule kule kwa wazazi wao. Robson na Diana wao walirudi nyumbani kwao. Owen na Lauren wao walikaa kwa wazazi kama wiki moja hivi. Na uzuri ni kwamba wote walikuwa na likizo fupi. Likizo zao walizitumia pamoja na familia, huku wakikumbushana mambo kadha wa kadha waliofanyaga miaka ya nyuma. Kiufupi ni kwamba furaha ilirejea tena ndani ya nyumba. Baada ya wiki kumalizika, Owen na Lauren walirudi kwenye nyumba yao na kuendelea na majukumu yao ya kazi. Ile siku ya kwanza kabisa kwa Lauren kurudi kazini, alikabidhiwa faili la mgonjwa mmoja ambaye hakuweza kutibiwa kutokana na ndugu zake kushindwa kulipia gharama za awali za matibabu. Mgonjwa huyo alikuwa na hali mbaya sana na alikuwa anasumbuliwa na ugonjwa wa ini. Baada ya hospitali zilizopo Mwanza kushindwa kutibu tatizo la mgonjwa huyo, ilibidi asafirishwe mpaka Dar es Salaam katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Baada ya kufikishwa Muhimbili, tatizo lake lilionekana kuhitaji kiasi kikubwa sana cha pesa
Tatizo ni kwamba kiasi cha pesa kilichokuwa kinahitajika kilikuwa kikubwa kuliko uwezo wa ndugu wa mgonjwa. Lakini pia madaktari walitoa masaa 6 tu kwa ndugu wa mgonjwa kuhakikisha wanapata pesa ili mgonjwa wao afanyiwe matibabu. Tofauti na hapo, wangekabidhiwa mgonjwa wao na kurudi naye nyumbani kwao, kitu ambacho kingehatarisha uhai wa mgonjwa. Kutokana na umasikini na hali duni ya maisha, wale ndugu wa mgonjwa walibaki tu wakitia huruma kwa madaktari na kuomba wafanyie matibabu mgonjwa wao. Dada wa mgonjwa alionekana akimlilia mmoja kati ya madaktari aliyetoka kwenye wodi alikuwa amelazwa mgonjwa wake. Dada huyo alipiga magoti chini huku akimwomba daktari amtibu kaka yake na kama pesa wangezileta. Yule daktari hakumsikiliza yule mwanamke, badala yake alikwenda kwenye wodi za wagonjwa wengine kuendelea na majukumu yake. Wakati yule mwanamke amepiga magoti pale chini, Dr. Lauren naye alikuwa anapita eneo lile. Alishangaa sana kumuona mwanamke mwenzake akiwa chini amejipigia magoti mwenyewe. Lauren alimsogelea yule mwanamke kisha akampa mkono ili kumuinua pale chini. Yule mwanamke alipokea mkono wa Lauren kisha akavutwa na kuinuka. Ile kutizamana tu, kila mtu alishtuka. Walishtuka kwa kuwa walikuwa wanafahamiana na ilishapita miaka mingi sana tangu walipoonana. Licha ya kwamba Lauren alishakuwa na sura ya kiutu uzima na kunawiri kutokana na pesa, lakini hilo halikumzuia yule mwanamke kumtambua Lauren. Ni Lauren ambaye alimpa kila aina ya manyanyaso na mateso kwenye nyumba yake. Ni yule Lauren ambaye ndo mtoto wa kaka yake aliyempokea ndani ya Dar es Salaam akitokea Mwanza. Ni yule shangazi, yani shangazi yake Lauren. Shangazi alijiuliza imekuwaje tena Lauren amekuwa daktari. Kwa hakika aliona miujiza aina yake. Yule shangazi alihisi labda alikuwa njozini, lakini haikuwa kama alivyohisi. Kile alichokuwa anakiona ndio kilichokuwa kwenye uhalisia. Lakini pia hata Lauren alimtambua vizuri yule shangazi na kukumbuka mateso na manyanyaso aliyopata chini ya himaya yake. Ni mwanamke ambaye alimtelekezaga bila huruma katikati ya jiji la Dar es Salaam bila hata senti 5. Lauren mwanangu. Shangazi alimuita Lauren kwa mshangao. Lauren alisikia vyema akiitwa jina lake na alishamtambua yule mwanamke, lakini akabadili sura yake na kujifanya kama hamjui kabisa. Huwezi kuamini, yani Lauren alimkana yule mwanamke na kujifanya hamjui kabisa. Yule mwanamke alimsogelea Lauren na kumkagua sura kwa makini kabisa na akajiridhisha kwamba ndio yule Lauren, mtoto wa kaka yake. Ni wewe kabisa Lauren, mtoto wa kaka yangu. Na kujua kabisa kwa nini unajifanya unijui mimi. Lakini Lauren, naomba utusaidie kwa leo tu mwanangu. Sisi tupo hapo hospitali kwa ajili ya baba yako wewe. Baba yako ni mgonjwa wa ini na hali yake ni mbaya sana. Hivyo anahitaji apate matibabu ya haraka. Tangu jana tumefika hapo hospitali, lakini mpaka sasa hajafanyiwa matibabu kwa madaktari wanataka pesa, na pesa inayohitajika ni kubwa sana kuliko uwezo wetu. Naomba ufanye kitu kwa ajili ya baba yako. Okoa maisha ya baba yako Lauren. Yule shangazi aliongea maneno hayo na kumfanya Lauren apige hatua kurudi kwenye chumba chake huku machozi yakimtoka. Lauren alifika kwenye ofisi yake, yani chumba cha daktari, huku machozi yakiwa yanaendelea kumtoka. Maneno ya shangazi ndo alizidi kumchoma, kwani alikumbuka namna baba yake alivyomkana na kusema kwamba yeye sio mwanae. Lauren, kwa hiyo unataka kufahamu kwa nini nimebadili mwenendo wangu juu yako, si ndio? Okay, ngoja sasa nikwambie ukweli. Nimebadilika ghafla kwa sababu wewe sio mwanangu wa damu. Mama yako alikuwa ananisaliti mpaka kabla ujauzito nje ya ndoa. Kwa hiyo kuanzia sasa elewa kwamba mimi si baba yako mzazi. Lauren, nadhani sasa umeshajijua wewe ni nani kwa kaka yangu. Kwa hiyo basi kuanzia sasa utaishi hapa kama upo kwa bosi wako na sio shangazi yako. Majukumu yako ndani ya nyumba yangu ni kuhakikisha nyumba yangu inakuwa safi kila muda. Kila siku utakuwa na muandaa mwanangu kabla hajaenda shule. Kama utaki basi ni ruksa kuondoka. Geti lipo wazi kwa ajili yako. Na kama utachagua kubaki, basi tambua kwamba
Mimi ni bosi wako na si shangazi yako tena. Umesikia wewe mpumbavu? Hizo zilikuwa kumbukumbu za Lauren kuhusiana na matukio yaliyotokea miaka ya nyuma dhidi ya babake pamoja na shangazi yake. Maneno hayo Lauren aliyakumbuka vyema sana na bado hayakufutika kichwani mwake. Alikumbuka vyema sauti ya babake, alikumbuka vyema sauti ya shangazi yake. Mtoto wa kike alijikuta anaumia sana baada ya shangazi kumwambia yeye ni mtoto wa kaka yake. Yale maneno yalikuwa kinafiki sana. Yaani shangazi huyo ndo aliwahi kumwambia Lauren kuwa yeye sio mtoto wa kaka yake, lakini ghafla abadilika na kumwambia yeye ni mtoto wa kaka yake. Lauren alitamani kuendelea na mambo yake, lakini kuna roho ya binadamu ilimuingia juu ya afya ya babake. Kwanza alianza kukumbuka yale mazuri ambayo aliwahi kufanywa na bwana Lawrence. Kuna maisha fulani ya upendo waliishi kwenye familia yao kabla hata mchepuko hajaingilia ndoa ya wazazi wake. Kiukweli kabisa bwana Lawrence alishawahi kuonyesha mapenzi ya dhati kwa mke wake Zuena na mwanae Lauren. Hata safari ya Lauren kwenye masomo alianzishaga yeye na alimpigania mwanae kwa kila hatua ili kuhakikisha anatimiza ndoto zake. Lakini sasa ndo hivyo, baadaye alitokea mchepuko akaharibu kila kitu kwenye familia. Lauren alitamani kuwa mkatili dhidi ya wale watu, lakini alijikuta anaingiwa na roho ya huruma. Licha ya kwamba bwana Lawrence alimkana Lauren kwamba sio mwanae, lakini Lauren bado aliamini bwana Lawrence ndo alikuwa baba yake mzazi. Hata mama yake enza uhai wake hakuwahi kumuonesha baba mwingine zaidi ya bwana Lawrence. Uzito wa damu ulimfanya Lauren aguswe na maradhi ya babake. Mtoto wa kike hakutaka kutoa hukumu kwa mzazi wake, hivyo aliamua kumsaidia na kuacha kesi mikononi mwa Mola ili atoe hukumu yake. Lauren alilipitia ile faili la yule mgonjwa na akaliona kweli jina la baba yake lilikuwa limeandikwa juu ya jalada. Lauren alijikuta anatokwa na machozi kwa sababu alijua baba yake alikuwa anapitia maumivu makali kutokana na ile maradhi aliyokuwa nayo. Dakika zile zile Lauren alianza kufanya mchakato kugharamia matibabu yote ya bwana Lawrence. Baada ya kukamilisha, akawadokeza madaktari wenzake kuhusu mahusiano yake na yule mgonjwa, hivyo aliwaomba wapambanie maisha yake kwa gharama yote ile. Baada ya madaktari kujua mahusiano ya Dr. Lauren na bwana Lawrence, chap waliingia kwa wingi kwenye chumba cha matibabu kwa ajili ya kumfanyia upasuaji wa ini bwana Lawrence. Lauren alikuwa miongoni mwa madaktari walioshiriki kwenye ule upasuaji. Takribani masaa 6 alitumika mpaka kumaliza zoezi la upasuaji wa ini la bwana Lawrence. Kwa bahati nzuri zoezi lilikwenda vizuri kabisa kama lilivyotarajiwa. Madaktari walitoka kwenye chumba cha upasuaji wakiwa hoibini kuchoka. Lauren aliwafuata ndugu waliokuwa pale hospitali kwa ajili ya kumuuguza bwana Lawrence ili kuwapa ripoti ya mgonjwa wao. Alipofika alimkuta shangazi pamoja na baba zake wadogo ambao aliwahi kuwaona zamani sana alipokuwa mdogo. Lauren hakutaka story nao, hivyo aliwaambia tu kwamba mgonjwa wao amefanywa matibabu, hivyo waendelee kusubiri mpaka atakapoamka wataambiwa nini cha kufanya. Baba wadogo nao walijifanya kumkumbuka Lauren, lakini Lauren aliwaambia kwamba wanamfananisha, maana yeye hawafahamu kabisa wala hakuwahi kuishi Mwanza. Licha ya Lauren kuzungumza vile, lakini walimshukuru sana kwa kuwa alijua yeye ndo alifanya bwana Lawrence apate matibabu. Zilimchukua takriban siku 3 bwana Lawrence kuzinduka tangu alipofanya upasuaji wa ini. Siku zote alikuwa anakula kupitia mirija. Ndani ya hizo siku Lauren alikuwa karibu sana na babake ili kuhakikisha anakuwa salama. Kiufupi daktari alikuwa yeye, nesi yeye na muuguzi akawa yeye mwenyewe. Kila baada ya saa moja alikuwa anakwenda kwenye wodi alikolazwa babake kutizama kama mashine zilikuwa zinaendelea kufanya kazi kwa usahihi. Mpaka ile siku ya 3 ambayo bwana Lawrence alifumbua macho, Lauren ndo alikuwa binadamu wa kwanza kabisa kuonekana kwenye mboni za macho ya bwana Lawrence. Bwana Lawrence alijikuta anashtuka sana baada ya kumuona Lauren mbele yake, tena akiwa kama daktari alikuwa anamtibia. Ilikuwa ni uso kwa uso kati ya baba na mwana.
Bwana Lawrence alihisi pengine labda ugonjwa ndio ulikuwa unamfanya mfananishe sura ya daktari yule na sura ya mwanae Lauren. Hakutaka kabisa kuamini kama mwanae Lauren ndio alikuwa daktari anayeshughulika na matibabu yake. Lauren. Bwana Lawrence aliita jina la Lauren kwa tabu sana. Lauren alisikia lakini hakuitikia. Badala yake alimtuliza mzee na kumtaka apumzike. Hakutaka kumkana mzee kwa sababu angemwanzishia matatizo mengine ya kiafya. Alichokifanya ni kuonesha upendo kwa mgonjwa ili kumjenga kisaikolojia asiathiri afya yake. Matibabu yaliendelea kwa Bwana Lawrence na kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo hali ilivyozidi kuimarika. Lakini sasa gharama za kuishi pale hospitali zilikuwa kubwa sana. Gharama zote zilikuwa chini ya Lauren. Kwa kuwa waliompeleka mgonjwa hospitali hawakuwa na pesa za kutosha. Lauren aliamua kujitoa kwa ajili ya Bwana Lawrence kwa kuwa alijua ni babake mzazi. Hakuona sababu ya kuiga ubaya kwa kuwa alitendewa ubaya. Takriban mwezi mmoja Bwana Lawrence aliishi kule hospitalini na baada ya hapo aliruhusiwa kurejea nyumbani baada ya hali yake kuimarika kidogo. Lakini sasa alipewa wiki 2 mpaka 3 za kutembelea hospitali ili kuangalia maendeleo yake. Kwa mantiki hiyo Bwana Lawrence alitakiwa kubaki ndani ya Dar es Salaam kwa zile wiki 2 na sio kurudi Mwanza. Changamoto ilikuwa ni mahala pa kwenda kuishi kwa kipindi chote ambacho angekuwa anatembelea hospitali. Ile miaka 7 mabadiliko haikuweza kumwacha salama shangazi. Zile mali alizokuwa anajivunia na kumnyesia Lauren hazikuwepo tena mikononi mwake. Yule mume wake aliuawa kwenye fumanizi alipokuwa na mke wa mtu. Baada ya mume kufariki, zile mali zote pamoja na nyumba zilichukuliwa na wazazi pamoja na ndugu wa yule mume, kwani zilikuwa mali za familia. Mtoto wa marehemu alichukuliwa na ndugu wa marehemu na kwenda kulelewa huku shangazi akiondoka na nguo zake tu. Baada hapo alianza maisha kwenye chumba cha kupanga na tangu muda huo alianza kuishi maisha ya kuungaunga huku akitumiwa na wanaume bila kuolewa. Kiufupi maisha yalimwendea sana vibaya shangazi. Kwa wakati ule hakujua mahala pa kuwapeleka kaka zake Bwana Lawrence pamoja na yule mwingine aliyekuwa na muuguza Bwana Lawrence. Lakini pia hata angepata mahala pa kuwahifadhi bado kungekuwa na changamoto kubwa kwenye swala la chakula. Kiufupi shangazi alishapotea kabisa kwenye ramani ya maisha. Ilibidi tu wamtafute Lauren na kumpigia magoti kumuomba hifadhi kwa kipindi kile. Lauren alijua kabisa wale watu walikuwa wanahitaji sana msaada na mtu pekee alikuwa na uwezo wa kuwasaidia ni yeye tu. Alichokifanya mtoto wa kike ni kumshirikisha Owen kwenye lile swala. Owen alimwambia Lauren akubali tu kuwasaidia madam Bwana Lawrence baba yake alikuwa anapigania uzima sio mafanikio. Ilibidi sasa Lauren amchukue baba yake mzazi na kumpeleka nyumbani kwake alipokuwa anaishi na Owen. Yule baba mdogo alipewa nauli ya kurudi Mwanza kuendelea na shughuli zake zingine. Lauren na Owen waliamua kuchukua jukumu la kumpa uangalizi Bwana Lawrence mpaka pale ambapo hali yake ingeimarika. Walimpa Bwana Lawrence upendo na mahitaji yote ya msingi bila kuangalia historia ya nyuma. Mzee alikula chochote alichohitaji tena kwa wakati maalum. Alilala sehemu nzuri ambayo hakuwahi kulala hapo awali. Walimsitiza na kumkumbusha kunywa dawa kwa wakati ili asiharibu dozi. Walimheshimu kama mzee wao huku akimfariji kwamba hali yake ingerudi kama ilivyokuwa hapo awali. Kila baada ya siku 3 Lauren alimchukua mzee na kwenda naye hospitali kumfanyia vipimo ili kujua maendeleo yake kiafya. Kwa upendo alikuwa anauonesha Lauren kwa babake, mzee alijikuta anasutwa na nafsi yake mwenyewe. Kila alipokuwa anakumbuka mabaya aliyomtendea binti yake, alijikuta tu anapata maumivu makubwa moyoni. Kila jema alilokuwa anafanywa na Lauren lilikuwa linamchoma moyoni na kumtoa machozi bila kutarajia. Zile wiki 2 za kutembelea hospitali ziliisha na vipimo vilionyesha hakuna hali yoyote ya hatari ambayo inaweza kujitokeza tena kwa Bwana Lawrence. Ni rasmi sasa Bwana Lawrence aliruhusiwa kurudi nyumbani akaendelea kujitizamia afya yake. Baada ya ripoti ile kutoka, Lauren alimwambia Bwana Lawrence ratiba za hospitali zimeisha
hivyo anataka kurudi jijini Mwanza akaendelea na maisha yake. Kauli hiyo aliitoka bwana Lawrence mnamo majira ya usiku. Muda huo hata Owen alikuwepo ndani ya nyumba na maongezi hayo yalifanyika sebuleni. Baada ya Lauren kuongea kauli ya kumtaka bwana Lawrence arejee nyumbani kwake, bwana Lawrence alianza kwa kupiga magoti chini, kisha akaanza kuongea. Lauren mwanangu, naomba unisamehe kwa mabaya yote nilokutendea mwanangu. Kiukweli kabisa maisha niliyopitia mpaka kufikia muda huu ni malipo tosha kwa dhambi zangu nilizowahi kuzifanya kwenye familia yangu. Haikuwa dhamira yangu kuwatelekeza wewe na mama yako, ila nahisi nilirogwa mimi. Niliwatelekeza wewe na mama yako na kwenda kuishi na mchepuko. Niliamini amenibebea kiumbe tumboni kwake. Nilisitisha huduma kwako mwanangu na kuanza kumhudumia mtoto ambaye baadaye nilikuja kugundua kuwa hakuwa kwangu. Yule mshenzi alinipukutisha kila kitu nilichokuwa nacho na mwisho wa siku akaniacha. Tangu muda huo ni kama nililaaniwa kwenye maisha yangu. Kila nilichokuwa nakifanya kilifeli. Ilifika hatua hata nikigusa pesa ziligeuka na kuwa majani. Nikigusa sukari inageuka na kuwa mchanga. Siku zote nimekuwa najiwa na taswira ya mamako kichwani. Niliwahi kuja hapa Dar es Salaam miaka kadhaa iliyopita kuja kukutafuta, lakini jitihada zangu zilifeli. Tangu miaka hiyo nilijikuta naingia kwenye ulevi mpaka kufikia hatua ya kuharibu ini langu. Lauren, wewe ni mwanangu kabisa. Naomba unisamehe sana babako. Naomba tusahau yaliyopita na tuanze upya kuishi kama familia. Nahitaji kufurahia siku zangu ambazo zimebaki hapa duniani na wewe mwanangu. Naomba unisamehe mwanangu, ili nikawe na kauli thabiti mbele ya Mola wangu. Nisamehe sana mwanangu. Bwana Lawrence alizungumza kauli hiyo huku akitoka na machozi kama mtoto mdogo. Kauli ya bwana Lawrence ilimfanya Lauren aliye kama mtoto. Alikumbuka sana namna baba yake alivyogeuka na kuwa mbogo. Mtoto wa kike alijikuta analia tu kila alipokumbuka namna baba yake alivyomkana na kumkatisha tamaa kwenye safari yake ya masomo. Sikiliza mpumbavu. Naomba iwe mwanzo na mwisho kunipigia simu na kuniuliza maswali ya kijinga. Tangu awali nilishakwambia wewe sio kusoma. Subiri upate mume huko Koda na uolewe kabisa. Nakupa onyo, ishi huko huko na usirejee tena nyumbani kwangu. Kama ukithubutu kuja huko, nitakufanyia kitu kibaya kabla kitu kibaya hakijatokea kwenye ndoa yangu. Kiufupi ni kwamba mimi na wewe tulishamalizana. Lauren, kwa hiyo unataka kufahamu kwa nini nimebadili mwenendo wangu juu yako, si ndio? Okay. Ngoja sasa nikwambie ukweli. Nimebadilika ghafla kwa sababu wewe sio mwanangu wa damu. Mama yako alikuwa ananisaliti mpaka akabeba ujauzito nje ya ndoa. Kwa hiyo kuanzia sasa elewa kwamba mimi si baba yako mzazi. Hayo ni maneno aliwahi kutamka bwana Lawrence kwa mwanae Lauren. Maneno hayo yalijirudia mno kichwani kwa Lauren kila alipokuwa anamtizama baba yake. Lauren alijikuta anazidi kulia tu kufuatia kumbukumbu zile. Owen alimsogelea Lauren na kuanza kumnyamazisha huku akiwa kamkumbatia. Alimsihi sana akaze roho kisha afikiri kuhusu yule aliyekuwa mbele yake kutubu makosa yake. Ni dhahiri kabisa bwana Lawrence alionyesha nia thabiti ya kuhitaji msamaha kwa mwanae. Sio kwamba alihitaji msamaha kwa kutaka mali au pesa. Alihitaji msamaha ili apate nafasi ya kuitwa baba kabla hajafa. Ukweli ni kwamba Lauren ndo alikuwa mtoto pekee katika uzao wa bwana Lawrence. Owen alimsihi Lauren amsamehe mzee wake ili maisha mengine yaendelee kwa namna sura ya bwana Lawrence ilivyokuwa inaonekana kwa wakati ule. Ilihitajika roho ya kikatili sana kushindwa kumsamehe. Lauren alimtizama baba yake kisha akamwambia, baba mimi hapa nakupenda sana babangu. Mama yangu mimi hakuwahi kabisa kunionyesha baba mwingine zaidi yako wewe tu. Nikianza na makosa yako kwa mama yangu siwezi kuyahukumu kwa sababu siwezi jua ni kipi haswa kilichokuwa kinaendelea chumbani kwenu. Pengine labda mama yangu mimi
Alikuwa na madhaifu mengi, ndio maana ulikwenda nje ya ndoa. Kama unahisi ulimkosea mke wako, basi utakwenda kumwomba msamaha yeye mwenyewe juu ya kaburi lake. Mimi kwa upande wangu nahisi kabisa hujanikosea, bali ulinisaidia kwa kiasi kikubwa sana kufikia ndoto zangu. Nahisi kabisa ilibidi tu nipite kwenye ile njia ili nifikie ndoto zangu. Naamini kabisa pengine labda usingenifukuza nyumbani, basi leo hii nisingekuwa kwenye hii nyumba wala nisingekutana na huyu kijana. Naomba tu nikushukuru baba yangu kwa kunipitisha kwenye ile njia ambayo ndio ilinikutanisha na mwanaume wa ndoto zangu. Mwanaume ambaye aliamua kuvuja jasho lake kwa ajili ya kuhakikisha na furahia maisha kama binadamu wengine. Babaye, huyu unayemwona hapa ndo mtu alioniokota jalalani na kunifanya kuwa daktari. Huyu ndo mwanaume aliyefanya miujiza yote unaiona kwangu. Yeye ndo mwanaume wa maisha yangu, na jukumu lako la kwanza ukiwa kama mzazi wangu, basi naomba idhini niweze kuolewa na huyu mwanaume. Huyu mwanaume ndo dunia ya mwanao Lauren. Lauren alizungumza kauli hiyo kisha akamuinua babake pale chini alipokuwa mpiga magoti. Bwana Lawrence aliinuka na kumkumbatia mwanae Lauren huku akitokwa na machozi. Alimshukuru sana kwa kumsamehe na kumpa heshima ya mzazi kama ilivyokuwa hapo awali. Bwana Lawrence alimsogelea Owen kisha akamshukuru kwa kuchukua jukumu zito la kumpambania binti yake. Kijana wangu, mamlaka ya kutoa idhini kwa Lauren kuolewa yapo mikononi mwako. Wewe ndio utaamua binti yetu tunamuozesha au hatumuozeshi. Wewe ni mchumba na pia ni baba wa Lauren. Yaani hata ningekuta tayari umemuoa, basi nisingehoji kuhusu mahari. Kwa hiyo basi nachoweza kusema ni kwamba maamuzi yapo mikononi mwenu wenyewe wanangu. Mimi nasubiri kusikia tu tarehe ya ndoa hapa, wala sihitaji hata kula mahari. Bwana Lawrence aliongea na kuwafanya Owen na Lauren kucheka. Kwa mara ya kwanza kabisa Owen na Lauren walimchekea Bwana Lawrence, na Bwana Lawrence alitabasamu mbele ya Lauren na Owen. Owen alimshukuru Bwana Lawrence kwa kuridhia amuoe binti yake. Mzee wangu, kwa kuwa umenizalia mke bora kwenye hii dunia, basi nitakujengea nyumba ya kisasa na pia nakukabidhi Ola hoteli iliyopo kule Mwanza ili kusaidie kuendeshea maisha yako. Hiyo ni sehemu ndogo tu ya shukrani yangu kwako. Asante sana mzee wangu kwa kunikabidhi binti yako, na kuahidi nitaendelea kumpenda na kumtunza mpaka pumzi yangu ya mwisho. Owen alizungumza kauli hiyo ili kumuonesha Bwana Lawrence thamani ya mtoto wake aliyemdharau na kumkana bila huruma. Bwana Lawrence alijikuta haamini kabisa kwa kile alichokisikia kutoka Owen. Hakuwahi kabisa kufikiria kama Mwenyezi Mungu alimbariki kupitia uzao wake. Hakuwahi kabisa kudhania kama binti yake alikuwa mrembo na wa thamani sana kwenye maisha ya watu wengine. Hakuwahi kabisa kudhania kama Mwenyezi Mungu alimwandalia mafanikio kupitia uzao wake. Bwana Lawrence alishindwa kuamini. Ni kama vile aliokota basi na abiria ndani yake, abiria ambao hata nauli bado walikuwa hawajatozwa. Kwa hakika ulikuwa ni wakati wa Mungu kumuonesha mwanadamu kwamba wakati mwingine juhudi zako kwenye kutafuta zinaweza zisikupatia mafanikio, ila ukaja kuyapata hayo mafanikio kupitia uzao wako. Wakati nyumbani kwa Owen, Lauren na baba yake wakipatana, kuna watu wengine walikuwa kwenye mgogoro mkubwa sana wa kifamilia. Katika hali isiyotarajiwa, ugomvi mkubwa sana uliibuka katikati ya ndoa ya Robson na Diana. Ugomvi huo uliibuka mara baada ya Diana kuletewa mtoto wa nje ya ndoa na mwanamke mwenzake aliyedai kuzaa na Robson. Taharuki kubwa ilizuka ndani ya ndoa. Ukweli ni kwamba Robson alikuwaga na mahusiano ya siri na mwanamke huyo, lakini hakuwa na uhakika kama yeye ndo alimpachika mimba. Hakuwa na uhakika kwa kuwa alishawahi kumfumania yule mwanamke akiwa na mwanaume mwingine. Kiufupi ni kwamba ulikuwa ni usaliti ndani ya usaliti. Mpaka mtoto alipozaliwa, Robson hakupeleka huduma kwa kuwa
aliamini yule mtoto hakuwa kwake. Aliamua kuachana na yule mwanamke kisha akatulia kwenye ndoa yake na Diana. Lakini sasa yule mwanamke aliamini kabisa yule mtoto ni wa Robson. Hivyo alianza kupeleleza mpaka alipogundua mahala alipokuwa anaishi Robson. Baada ya kupafahamu, alimchukua mwanae kisha akampeleka mpaka ndani ya nyumba na kumueleza Diana kila kitu kuhusu yule mtoto. Siku hiyo Robson alichelewa kurudi kwenye majukumu yake, na pindi aliporudi tu alikutana na hiko kizaazaa nyumbani kwake. Alimkuta mkewe Diana amekasirika huko pembeni, ikiwa na mgeni ambaye ndo yule mchepuko wake pamoja na mtoto mdogo alosadikika kuwa ni wa kwake. Robson alijua sasa kila kitu kimeharibika pale ndani. Baada ya kumwona yule mwanamke, alichokifanya Robson ni kumkana yule mwanamke pamoja na mtoto ili kunusuru ndoa yake. Licha ya kwamba Robson alikana, lakini swala lile halikumalizika kirahisi kabisa. Diana aliamua kushikilia pointi kwamba Robson alizaa na yule mwanamke. Akaenda mbali zaidi, akaambia Robson kwamba ule ndio ulikuwa mwisho wa ndoa yao, kwani hakuwa mwaminifu. Ukweli ni kwamba tangu muda mrefu Diana alikuwa anatafuta kijisababu cha kuachana na Robson. Ile ndoa yake na Robson ilifungwa kwa ajili ya maslahi binafsi. Katika moyo wake hakuwahi kabisa kumpenda Robson. Mwanaume pekee ambaye alikuwa ndani ya moyo wake alikuwa ni Owen. Lakini ndio hivyo, tayari alishampoteza kwa tamaa zake mwenyewe. Diana alimtaka Robson akubali kwamba yule mtoto ni wa kwake au wakapime DNA ili kupata uthibitisho. Kwa kutaka kuthibitisha kwamba yule mtoto hakuwa wake, Robson alikubali kwenda kupima DNA na yule mtoto. Mwanaume hakutaka kabisa kumpoteza mke wake. Ilibidi waongozane kwa pamoja mpaka hospitalini ili kufanya vipimo vya DNA. Walipofika walieleza nia yao na madaktari walichukua sampuli ya damu ya Robson pamoja na ya yule mtoto. Baada ya zoezi hilo kukamilika, waliambiwa watulie na wasubiri majibu ili wajue kama Robson na yule mtoto walikuwa ni baba na mwana. Baada ya kusubiri kwa muda fulani, majibu yalitoka sasa na yaliwekwa wazi kwa kila mtu. Ripoti ya kweli ilionyesha kwamba yule mtoto hakutoka kwenye uzao wa Robson. Yule mtoto hakuwa Robson. Baada ya majibu hayo kutolewa, kila mtu sasa alielewa nafasi yake. Yule mchepuko aliumbuka kwa marefu na mapana, lakini pia ni kama vile mpango wa Diana kutaka kuachana na Robson ulikuwa umefeli. Kilichofuata hapo ni kuanza safari ya kurejea nyumbani kwao. Lakini sasa kabla hawajatoka pale hospitali, yule daktari aliwafanyia vipimo Robson na yule mtoto. Alimwita Robson kwenye chumba cha siri kwa ajili ya kuzungumza naye. Robson alimwacha nje Diana kisha akaenda kumsikiliza daktari. Baada ya dakika 5 kupita, Robson alitoka kwenye chumba cha daktari akiwa amenyong'onyea sana. Mwanaume alitembea kwa kujikokota huku akiwa na sura ya huzuni. Lakini punde tu alipomfikia Diana, aliamua kujikaza na kutengeneza tabasamu la bandia usoni mwake. Walipanda ndani ya gari na kuanza safari ya kurudi kwao. Diana alikuwa na hasira sana juu ya Robson. Licha kwamba vipimo vilionyesha kwamba yule mtoto hakuwa Robson, lakini alichukia kujua Robson alikuwa anachepuka na yule mwanamke. Lakini pia alitamani sana vipimo vingetoa majibu kwamba yule mtoto ni wa Robson ili kusudi apate sababu yenye nguvu ya kudai talaka yake. Wakati Diana ana hasira zake, hata Robson na alikuwa na hasira zake. Safari iliendelea na hakuna kati yao aliyethubutu kumsemesha mwenzake. Robson alionekana kuwa na mawazo mengi sana kuliko hata Diana. Kuna kitu ambacho aliambiwa na daktari kilimkosesha raha. Baada ya kufika nyumbani kwao, Diana aliteremka kwenye gari na kumwacha Robson ndani ya gari akiwa amegemea usukani. Mwanaume alianza kukumbuka maneno aliyoambiwa na daktari muda ule alipoitwa. Kijana mwenzangu, baada ya kufanya vipimo vya DNA, niligundua kwamba yule mtoto sio wa kwako, kwa sababu wewe hauna uwezo wa kumpa ujauzito mwanamke yeyote yule. Kwa ufupi ni kwamba una changamoto kubwa kwenye mfumo wako wa uzazi. Hayo ndo alikuwa maneno ya daktari. Alimwambia Robson muda ule alipomuita. Maneno hayo yalimfanya mwanaume ashtuke kwa marefu na mapana. Alishtuka sana
kuambiwa kwamba hakuwa na uwezo wa kumpa ujauzito mwanamke, hali ya kuwa nyumbani alimwacha mtoto. Swala lile lilimfanya Robson akose furaha, huku akianza kumdadavua mwanae Karen. Siku nzima Robson hakuwa na furaha kabisa kutokana na kuandamwa na msongo mzito wa mawazo. Usiku ulipofika, usingizi haukupanda kabisa machoni mwake. Aliwaza na kuwazua mpaka ilipofika asubuhi. Asubuhi hiyo Diana alikwenda zake kazini, huku nyuma Robson akimchukua mwanae Karen na kwenda naye hospitali. Alipofika hospitali, alieleza dhamira yake ikiwa ni kupata DNA na yule mtoto. Daktari alichukua sampuli ya damu ya Robson na Karen, kisha akapeleka maabara kwa ajili ya vipimo. Masaa kadhaa baadaye majibu yalitoka. Kwa hakika yalikuwa majibu mazito mno kwa Robson. Kumbe miaka yote alikuwa anamlea mtoto wa mwanaume mwenzake, huku akijua ni wake. Mwanaume alikasirika sana. Alirudi nyumbani kwake na yule mtoto, kisha akaanza kumsubiri Diana kwa udi na uvumba ili amwambie ukweli kuhusu baba halisi wa Karen. Majira ya jioni, Diana aliporudi kutoka kazini, alimkuta mume wa Robson akiwa sebuleni ameketi, huku mkononi akiwa ameshikilia glasi yenye pombe kali. Juu ya meza kulikuwa na chupa za bia pamoja na kisu. Diana alishtuka mno baada ya kukutana na ile hali, kwani mume wake hakuwa mtumiaji wa pombe. Kwa namna fulani alihisi kulikuwa na jambo baya linaendelea pale ndani. Bila uoga alimsogelea Robson pale alipokuwa amekaa. Robson naye alipomwona Diana aliinuka na kisu mkononi, kisha akamvuta Diana karibu yake na kumwekea kisu shingoni. Diana, umenidanganya vya kutosha. Kwa hiyo muda huu sihitaji tena kusikia uongo wako kutoka kwako. Naomba uniambie Karen baba yake halisi ni nani? Tayari nimeshajua Karen sio mwanangu, si damu yangu. Kwa hiyo siposema ukweli nitakuchinja hapa hapa. Robson alizungumza kauli hiyo kwa sauti ya juu, huku akiwa amemwekea Diana kisu shingoni. Diana alijikuta anatetemeka mwili mzima. Hakuwahi kabisa kuona hasira za Robson, ila kwa mara ya kwanza aliziona. Mpaka kufikia hapo alishajua kila kitu kilikuwa kimeharibika. Kumbe hata yeye alikuwa anajua kwamba Karen hakuwa mtoto wa Robson, kwa kuwa alishawahi kufanya vipimo vya DNA kupitia damu ya Karen na mswaki wa Robson. Kadri Diana alivyozidi kuwa kimya juu ya swali la Robson, ndivyo kisu kilivyozidi kupenya kwenye shingo yake. Robson alionekana kudhamiria kutenganisha kichwa cha Diana na kiwiliwili. Mkojo ulianza kumtoka Diana na aliona kabisa asiposema ukweli basi maisha yake yalikuwa yanafikia tamati muda ule. Diana, Karen baba yake halisi ni nani? Robson alimuuliza Diana kwa mara nyingine tena, huku akizidi kupenyeza kisu kwenye shingo ya Diana. Ilibidi tu Diana afungue kinywa na azungumze ukweli ili kunusuru maisha yake. Kwa taabu sana alisikika akisema, Karen ni mtoto wa Owen. Diana alimjibu Robson huku akiwa na hema kwa taabu sana. Owen? Owen yupi unayemzungumzia? Robson alimuuliza Diana kwa mshangao. Ni huyo huyo unayemjua wewe, ni Owen mdogo wako wewe. Diana alijibu kauli hiyo na kumfanya Robson kulegea mwili mzima. Mwanaume alikosa nguvu na kuanza kuhisi kizunguzungu. Alijikuta tu anakaa chini huku akiwa na kisu chake mkononi. Jibu la Diana lilimfanya ajihisi yupo kuzimu. Alikaa pale chini huku akiwa haamini kabisa kile alichokuwa amekisikia kutoka kwa Diana. Alianza kulitaja jina la mdogo wake Owen kwa kurudia mara mbili. Jamani, hii ilikuwa ni sehemu ya 8 ya simulizi yetu hii ya My Valentine. Guys, siri zimeshaanza kufichuka moja baada ya nyingine. Sijui itakuwaje huko, maana ni kizungumkuti. Basi niseme asante sana kwa kuchagua Light Simulizi. Asante kwa kumchagua binti Trishi, ni binti wa Malawi Davi. Tukutane hapo kesho kwa ajili ya mwendelezo wa sehemu hii ambayo itakuwa ni sehemu ya 9. Asante sana. Yani, love you so much.